kwanza nimesema ya kwamba akiona kanisani wanakuja wanasema leo unatoa hii, leo unatoa fungu la 10, leo unatoa sadaka, anaokopa, anarudi nyuma, kwa sababu yeye mwito wake sio kwa sababu ya huduma, alikuja kwa sababu wengine walikuja. Lakini mwenye haki wa Mungu atastawi, mwenye haki wa Mungu atapanuliwa, mwenye haki wa Mungu atazidi, mwenye haki wa Mungu ataendelea kuenda mbele wakati mgumu na wakati mwepesi. Mwenye haki ataendelea kusimama wakati watu wamechoka, wakati watu wamekwama. Mwenye haki wa Mungu ataenda mbele, mwenye haki wa Mungu atastawi. Somebody say amen. Tafuta kuwa haki mbele ya Mungu na utaenda. Maana watu watakuongelesha mambo mengi. Watu watakwambia vile wewe hujui kuimba, watu watakwambia vile wewe hujui huduma, watu watakwambia vile wewe hujui kanisa. Lakini wapendwa, tafuta kitu moja katika safari ya Mungu, ya kwamba msingi wako ukuwa wenye haki, maana wenye haki wataishi kwa neema. Tena Biblia inasema kwamba wenye haki wataishi kwa imani. Yaani kumaanisha kwamba ukiwa na haki, imani inakuja automatic. Mwenye haki hatafuti imani. Watu wenye wanatafuta imani, wakitafuta imani, ukimchunguza vizuri, haki haiko ndani mwao. Anaweza toka hapa aende mpaka Nairobi, aende mpaka Mombasa, anatafuta uzima. Anaweza toka hapa aende mpaka Uganda, anatafuta uzima. Kwa sababu kitu kidogo inayokosa wanadamu ni kwamba kuweka msingi wa haki katika maisha. Maana